Natumaini unaendelea vizuri kabisa mtazamaji wa Zone Media na karibu sana. Alhamisi asubuhi, tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa 4.2 liligonga kusini mwa Israel likilazimisha kutoa tahadhari katika maeneo ya Bahari ya Wafu na Negev kusini. Hakuna ripoti za majeruhi au uharibifu mkubwa kutokana na tetemeko hilo, imesema huduma ya dharura ya Magen David Adom nchini Israel. Kulingana na kituo cha kijiografia cha Ulaya na Mediterania, kitovu cha tetemeko kilikuwa karibu na Dimona. Tetemeko hilo lilitokea zaidi ya kilomita 20 chini ya uso wa dunia kwa mujibu wa utafiti wa jiolojia wa Israel. Tetemeko hilo liliamsha ving'ola na ujumbe wa usalama wa umma kupitia spika katika miji kadhaa iliyo karibu na kitovu chake, jambo lililosababisha baadhi ya wakazi kudhani ni tahadhari ya makombora kutokana na hali ya wasiwasi uliopo na Iran na hofu ya shambulio la makombora. Tetemeko hilo lilitokea karibu na bonde la Jordan, eneo lililo kwenye mtozo mkubwa wa miamba kati ya sahani za Afrika na Kiarabu. Eneo hilo lina hatari kubwa ya tetemeko la ardhi na wataalamu wanakadiria kuwa tetemeko kubwa linatokea kila miaka 80 hadi 100. Tetemeko kubwa la mwisho lilitokea mwaka 1927 likiua watu 500 na kujeruhi wengine 700, na kuna hofu kuwa lile lijalo linaweza kutokea hivi karibuni. Kwa mujibu wa maafisa waliozungumza na kamati ya ndani na mazingira ya Seneti mwezi Novemba, Israel bado haijakuwa tayari kikamilifu kwa tetemeko kubwa la ardhi licha ya zaidi ya miaka 20 ya onyo na ukaguzi wa serikali uliobaini mapungufu ya mfumo. Kulikuwa kuna hofu kubwa sana siku hii ya leo ambapo kusini mwa Israel limetokea tetemeko la ardhi lenye ukubwa wa riche 4.2 ambapo tetemeko hilo baada ya kuweza kutokea ving'ola vikawashwa Israel yote, na raia walijua kwamba ni tahadhari ya makombora kutokana na mvutano ambao upo kati ya Israel, Marekani pamoja na Iran. Sasa Israel imeweza kukumbwa na janga hili huku kwa kuna hofu kwamba huenda tetemeko kubwa likatokea katika siku za hivi karibuni kutokana na rekodi pamoja na utaalamu ambao umejionyesha kwenye masuala ya jiolojia. Lakini vile vile tetemeko hili lilikuwa karibu kabisa na Dimona. Dimona ndipo kuna kituo cha nyuklia cha Irani kipo eneo la Dimona na kinaitwa Dimona. Sasa hawajatoa maelezo ya wazi kwamba labda kuna madhara ambayo yameweza kutokea kwenye safu hizo za utengenezaji wa nyuklia au madhara mengine katika maeneo mengine. Basi tunazidi kufuatilia undani wa tukio hili, mtazamaji wetu wa Zone Media. Cha msingi tu na kuomba uweze kuwa karibu na Zone Media wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare, na nikushukuru sana kwa kuendelea kutuchagua.